na ule mwili ulioko ndani tunaipigia ambulance ije kuchukua upeleke mortuary, na utatolewa mpaka pale upelelezi wetu utakapokamilika. Unaitwa nani? Na unafanya nini hapa? Eti umekuja na nani? Mbona anakuwa sehemu nyingi peke yako? Kwani kuna mtu alikuja naye akakuacha mazingira haya? Eti uwe pamoja nasi. Haina tatizo. Mwenyekiti, naomba ushirikiano wako. Haina tatizo. Mimi nitashirikiana na nyie bega kwa bega. Sawa? Nashukuru. Nashukuru. Jamani, tulikuwepo. Haya, asante. Niliniambia swala hili nitalifanyia kazi. Kwa sababu nililidharau na nikamletea na mke wangu. na mazungumzo nawe. Msimuone uko kwenye kikao hapa lakini sijamaliza kikao na mazungumzo na nini tena mke wangu. Basi tukaa pembeni tuongee. Mume na uishi bubu. Niambie ulichonitia. Kila wakati wewe nikuta niko kwenye kikao pale. Wewe unakuja mume wangu na mazungumzo na haya ongea. Tena mume wangu mnavyo washege bubu. Unaweza ukaitwa jambo la maana utapishana na fuko la hela. Kwa ukali wako. Ongea, mimi bado niko kwenye kikao sijamaliza. Haya. Mangu nyumbani pale kuna mtoto yupo nilimuokota. Unasemaje? Nimemuokota mtoto yupo nyumbani. Kwa hiyo unaokota watoto huko unawaleta nyumbani? Samahani, nimechukua uamuzi bila kukushirikisha. Hata hivyo unajua ni mwenyekiti na ndio maana nikaamua kumleta pale nyumbani. Kwa hiyo utasimamia cheo chako. Umemuokota maeneo gani mtoto huyu? Wakati tunatoka dukani. Twende tukamuone. Yaani wewe unakaa kila wakati mambo yako ndio hayo. Kila siku nakwambia kitu kimoja, uelewe. Mume wangu mtoto mwenyewe ndio huyo hapa. Amekwambia anaitwa nani? Hajaniambia. Yeye anachomuuliza iko kimya. Eti, binti. Unaitwa nani? Umetokea wapi? Kila nimemwangalia, kila nikimtazama naona kama ajala. Aisa na njaa. Sikia nikwambie kitu kimoja mke wangu. Nenda kampikie uji anywe. Kisha muogeshe. Chagulie nguo za kina Rehema moja hapo. Avae. Alafu uchanganye na wenzia acheze. Mambo mengine atakuja kujua baadaye. Sawa? Sawa wangu, mimi nimekuelewa. Fanya hivyo. Bila muda mwingine na wacheze hivi. Ushaanza maneno yako. Mwangalie hivyo. Ndio unauma. Usimfukwe. Nisikilize kwanza. Simfukwe. Ile maiti iko kwenye vyombo vya dola. Simfukwe tafadhali, naomba uiache. Tutaishia jela Simfukwe. Hebu achana nayo. Shangazi, kumbuka yule ndugu yangu mimi. Siwezi kuachana naye. Sawa. Najua maiti ipo kwenye sheria kwa sasa. Mwenyekiti ana lengo lake. Sasa sitokubali ndugu yangu mimi bado ni mzima. Nitampeleka kule nilipoelekezwa
na sitaogopa chochote. Ni bora niuzie jela ndugu yangu apone kuliko nikae na natembea na furahi ndugu yangu yeye akazikwe akiwa mzima. Kama umeona unaogopa utaki kuwa na mimi, kaa mbali, nitafanya mwenyewe. Afande Vai. Yes. Hivi umegundua nini kwa hawa watumiwa? Afande, kiukweli hilo swali ulioniuliza linaniumiza sana akili, kwa sababu sielewi. Watuhumiwa wenyewe hawaonyeshi ushirikiano, hawaonyeshi kuwa kuna kitu wanajua. Kwa kidogo nafikiria tutafanikiwaje kumaliza hii kesi. Mwanangu, umekula umeshiba, shoga maji. Unaweza kunieleza unaitwa nani? Na pale nilipokukuta ulikuwa na wazazi wako au ndo nimekukuta upo peke yako? Mimi sijui naitwa nani na wala sipajui ninapoishi. Hivi mama, kuna mtu asiyejua jina lake au anapoishi? Huyu ni mtu aina gani? Alafu tena mama hajui jina lake wala hajui anapoishi. Tutaishi naye vizuri huyu? Hebu nisikilizeni nyinyi. Mnajifanya mnajua kuongea kama mmezaliwa mchana, na wakati nyinyi mmezaliwa usiku wa manane. Mama lazima niongee. Wewe sipende kunijibiza. Mimi sio mtoto mmoja nitakunasa na kofi sasa hivi. Mtoto lokosa adabu wewe. Afande. Yeah. Hizi kesi kidogo waga zinakuwaga zina utata sana. Halafu pia kuna kitu nimegundua. Kitu gani? Kwenye hii kesi kunaonekana kuna mambo ya Uswahili. Unamaanisha nini? Ni mawazo yangu tu. Nilikuwa najaribu tu kuwaza jinsi itakavyokuwa, lakini anyway, hili swala mambo niachie mimi. Ili tufanikishe, bidi tuanze na watumiwa wenyewe, ili tujue wapi tunaanzia. Sawa. Ila naomba tu ushirikiano wako. Sijali, tuko pamoja. Sawa. Nisikilize mwanangu. Najua mwenye wala niumizi vichwa. Utumbo wangu kwa nini usumbue? Basi baki nawe mtoto wako, tuache. Nisikilize mwanangu. Waache kama walivyo. Najua mimi tabia zao. Sawa mwanangu, utabaki hapa wala usiwe na wasiwasi. Jione kama uko nyumbani. Babako akitoka msikitini tutaongea tamalizika. Sawa? Au kisa wamevaa nguo zao. Hizi nguo nimenunua mimi mwanangu. Na hawajanunua wao. Kwa usiwasikilize. Nisikilize kijana. Najua unaweza kuniona ni mdogo sana, ila nimekuitia hapa kwa jambo hili moja. Hakikisha ile maiti wakati unaileta hapa mtu yoyote asikuone, halafu uitoe asubuhi sana. Nakwambia hivyo kwa sababu nataka kukusaidia juu ya maisha ya mdogo wako. Sijui umenielewa? Sawa, nimekuelewa dada. Lakini mwenyekiti ameshatushtaki polisi na sielewi nafanya nini. Tayari polisi wameshanizuia kufanya kitu chochote kile. Haina haja ya polisi. Niamini mimi, nitakusaidia. Sawa, kuna vijana wanamleta hapa sasa hivi. Sawa. Sawa, watanikuta hapa. Nashukuru sana. Sawa.
Marahaba, ujambo? Jambo. Kwa nini unapenda kukaa peke yako? Nimeona tu ndani joto nikaja kukaa hapa nje. Wenzako wako wapi? Wako ndani. Wako ndani. Rema! Rema! Njoni hapa. Changamka. Shikamoo baba. Shikamoo. Marahaba, mjambo? Jambo. Mlikuwa mko wapi? Tuko ndani. Mnakwenda kucheza vipi ndani hali ya kuwa mwenzenu mnamwacha nje? Baba, tuko tunafanya mambo yetu. Hivi nyie watoto mbona mna tabia mbaya nyie? Baba, kwani si kama mwenyewe kukaa hapo nje? Kwani sisi tumemlazimisha kaa nje? Unasemaje wewe? Hivi ndo mama yenu alivyomfundisha? Mbona mnakuwa na tabia chafu namna hiyo? Kwani baba, kwani mimi nimefanya kosa gani? Hebu nenda kaniletee glasi kwanza. Hivyo ni mtoto aina gani? Kila siku ni wewe unaongea naye kitu kimoja. Kwa nini lakini? Hebu ondoka hapa. Toka! Asante. Nenda kacheze. Kwa hiyo mwanangu, mpaka sasa hivi ina maana wewe hujifahamu wewe ni nani? Yaani baba ametuzalilisha leo. Kisuri tu mtoto. Yaani baba toka alivyomkuta yule mtoto. Sisi tena sio wanae kabisa yani. Yaani yule baba. Kula. Nipate nyama. Tumzalilishe baba mtoto. Tumzalilishe baba mbele ya yule mtoto live. Hilo jambo tunaanzaje? Dada, mimi naanza. Ndio msipendi kujiamini. Dada, mimi nitajiamini. Siwezi kuogopa. Doto, kuna mambo ya serious na kuna mambo ya masiala. Ili ni la serious Doto. Kuna wakati mimi nakwambia masiala. Na kuna wakati ili ni la serious. Yaani hawezi baba kutuchezea hivi wakati sisi bado tupo hai. Afu tena tuna nguvu. Mpaka sasa hivi ina maana wewe hujifahamu wewe ni nani? Sijui naitwa nani na wala sijui nilipotokea. Mtihani. Sasa sawa, haina tatizo. Naomba ujisikie amani na uwe huru. Hapa ni kwako. Sawa? Watakachokula wale ndicho chatakachokula wewe. Sawa? Nahitaji hapa nyumbani uishi kwa amani. Sawa? Na wale ni dada zako. Naomba uwape ushirikiano wa kutosha. Sasa usijali, nimekuja na soda kidogo hapa. Ngoja tufungue ili mradi tunywe. Sawa? Umesikia? Usifanye hivyo Doto. Sijali mwanangu, sawa? Hii bahati mbaya tu. Mikono imeniteleza, ngoja tuweke tena. Sawa mwanangu? Haya.
Hii ndo katika oda yangu nia. Ni kweli? Au macho yangu? Unamaanisha nini? Sio kweli. Doto, nilisema nini? Mimi nikakatalia. Tulikubaliana hapa tumchungulie baba, tumfanye huyu mtoto sio ni mwingine, hatumjui. Haiwezekani wengine wasione yeye. Huyu ana connection. Huyu ameokotwa kwa ajili nyingine kabisa. Hajaokotwa. Yaani hapa amekuja kwa maslahi. Sasa kaanzisha vita. Ataimaliza. Na sisi ndo tutakayomaliza na. Yaani yeye ataondoka hapa. Dada, tusafiri kidogo. Hii imetuchanganya kichwa. Fanya dada haraka. Tusafiri. Wapi tena? Dada, nisikilize mimi kama ulivyonisikiliza hapa. Siwezi kukuangusha. Sikia, twende ndani. Eliza, mimi maji yameshanifika shingoni, mpaka nimekuita hapa. Ninahitaji msaada wako ili tujue tunafanya nini. Nimejaribu kuongea na mdogo wako Simfukwe, lakini hanielewi. Sasa nilikuwa nakuomba wewe, yule ni ndugu yako, uongee naye, umshauri, kwa sababu ile maiti kwenda tumeambiwa tusitoe, na mdogo wako anataka kuitoa. Tutaenda jela. Hebu nipe ushauri. Msaada gani mnaotaka kwangu? Na wakati mmeshanifukuza nyumbani kwenu. Huyo Simfukwe sitaki hata kumsikia. Sitaki kumsikia katika masikio yangu. Eliza, usiseme hivyo. Yule ni mdogo wako. Hataenda jela.
sina cha kuwasaidia kabisa. Aende jela akafungwe, mimi sijali, sina msaada wowote. Pambana na hali yako. Hey, Eliza, yaani unamwacha ndugu yako anateketea Eliza? Hey, jamani. Vipi? Ulivyoenda kwenye ile familia wamekupokea vizuri? Ndiyo dada, wamenipokea tena kwa upendo, amani na furaha. Na cha kufurahisha zaidi, wameniambia niwe mwanafamilia wao. Safi sana. Plani yangu inaenda kutiki. Fanya kama nilivyokuagiza. Halafu asikugundue mtu yeyote kuwa wewe ni nani. Sawa dada, nimekuelewa. Safi sana mjomba, kwa kazi uliyoifanya. Umenifurahisha sana. Siku ukifika nitakupa zawadi yako ile nayo. Shukuru sana kusikia sauti nzuri ya kumtoa nyoka pangoni. Natumaini zawadi yako itakuwa ni nzuri tofauti na siku zote.
na hamu, tena na hamu sana ya kuiona, ila hii maiti tuweza kuisika kwa haraka ili lengo letu liweze kutimia, la sivyo tutafeli. Mungu, ufanye haraka, ukachukue vifaa, ukachimbe kaburi kwa haraka sana. Sawa, nimekuelewa. Fanya hivyo. Afande, nini hiki? Unajua mimi sielewi. Nimeanza kuogopa sasa. Afande, nikwambia toka awali, ishu kidogo ina Uswahili. Huyu kijana alionekana hapa, inabidi tumpate. Huyu ndo anajua ukweli mzima kuhusu hii tukio. Salamu kwako dada. Salama. Dada, tuna tatizo, naomba tusaidie. Tena tatizo lenyewe, kuna mtoto toka alivyookotwa amekuwa kipingamizi kwetu, tunashindwa kufanya mambo yetu, naomba tusaidie. Ujio wenu niliutegemea, ila nilishawakanya mapema sana. Punguzeni michezo yenu. Kwa nini mnaonyesha uwezo wenu hadharani? Ona sasa mmeshanasa kwenye mtego. Kwa hiyo basi inakubidi usiogope. Huyu ni kijana mdogo sana kwangu mimi. Hii kazi na uzoefu nayo muda mrefu sana. Kwa hiyo lazima tumpate huyu, anaweza akatupa data nzima kwa hili tatizo letu tunalifuatilia. Inaonekana anajua kila kitu. Hivyo basi inabidi tufanye juu chini tumpate. Yaani kwa uzoefu wa hii kazi niliokuwa nayo mimi, ondoa shaka kabisa na imani tutafanikisha hili jambo. Na kuaminia. Samehe dada. Nitawasaidia. Ila hii ni vita kubwa sana. Na huyo mtoto aliyekuja hapo nyumbani kwenu ni gharika kubwa sana kuliko hata la Sodoma na Gomora.
Kesho ishaharibika. Kivipi? Vizuri, naomba tufanye chini juu. Imaiti tuondoke nayo. Na sivyo tutaharibika. Siri yetu ishagundulika tayari. Mbona sikuelewi mjomba? Tazama nyuma. Kwa nini mjomba tuwezi tukamuua? Punguza jazba. Acha hasira. Tukimuua huwezi jua kajiandaa vipi. Sasa basi tuchukue jukumu, tuchukue njia, tutondoke. Tuondoke haraka. Kwa makini. Kama nilivyokuambia, nimekuja hapa ili unipe dawa nikamloge marehemu anipe pesa zangu. Hivi unakielewa ulichokizungumza wewe? Unakielewa nakuuliza? Nisikilize. Marehemu huadaiwi. Dada, watu wanatangaza kila siku marehemu akifa, yani kama kuna mtu anamdai na watu wanalipa. Leo naniambia mimi sidai hela yangu. Kama nilikuwa na malengo nayo, mimi nilikuwa na malengo nayo, naitaka hela yangu. Ndio maana nimekuja kwako ili unipe hiyo dawa. So unaniambia mimi nisimdai marehemu na hela yangu sasa? Unaitia aibu familia. Nisikilize. Nilichokuitia hapa sio sababu ni marehemu. Nimekuitia hapa mambo mengine kabisa. Sio, unanielewa? Kwa nini amekufa sasa bila hela yangu? Yaani kwa nini amekufa bila kunipa hela yangu? Wewe unajua mimi naochungulia kiasi gani? Unazidi kunipa hasira, unazidi kunipa hasira dada. Sitaki kelele zako mimi. Unakumbuka yale majani ambayo tulikuwa tunaendelea kumchumia bibi kule bondeni? Yale ya mkataa kufa. Wewe dada, kweli una malengo na mimi wewe? Yale majani si alikuwa anaua watu wale? Au unataka kunitoa kafara nini wewe? Siendi. Mimi siui mtu. Hapana, ila nataka nimsaidie mtu. Nipo chini ya miguu yako. Leo nakuomba, sijawahi kukuomba. Naomba kanitafutie yale majani. Na kuhusu hela yangu kwa marehemu? Kama ni hela yako kwa marehemu, mimi nitailipa. Wewe. Pia kukutoa hapa mpaka kule najua ni hatari. Ila siwezi kumtuma mtu yoyote tofauti na wewe. Hivyo basi, naomba unisikilize kwa makini na kuagiza mimi kama mdogo wako, kama dada yako. Unatakiwa uende kule chini bondeni ukachume yale majani hayo 3. Kisha uyalete hapa. Hakikisha unapoenda mpaka unarudi usiongee na mtu yoyote yule. Wala unaporudi usikubali mtu yoyote yule akakusimamisha. Mimi siendi. Kwa sababu kule hamna binadamu. Siendi huko. Nitaendaje hivyo hivyo? Nitakupa hela ya marehemu, nitakulipa pia hapa nina buku. Kwa hiyo naomba uende ukaniletea majani sasa hivi hapa. Kuhusu kunipa buku, nitaenda. Alafu nanipa sasa hivi? Sasa hivi siwezi kukupa. Ila naomba uende. Utakaporudi utakuta pesa yako yote iko mezani. Najua nyinyi hii vita hamtaiweza. Kwa hivyo niachieni. Nitawasaidia. Lakini hilo la kunitoroka baada ya miaka mingi, nitawapa adhabu yenu baada ya kumaliza tatizo lenu. Nendeni. Nitakuja mwenyewe. Asante dada.
nitakuja huko mwenyewe, maana hii vita ina connection kubwa ya watu wengi, yaani ni program yenye watu wengi, hivyo nitakuja mwenyewe, maana hii vita nyinyi hamtaiweza hata kidogo. Asante. Najua kwa wewe ni binti jasiri sana, tena ni shujaa unayeweza kupambana. Unataka kuja kupambana na mimi? Sawa, lakini unapoamua kuja kupambana inatakiwa utumie akili kwanza. Ujifikirie kuwa yule mtu unayeenda kupambana naye kajipanga vipi, sio nakurupuka tu. Nakusubiria. Ili kukataza usikanyage maji ya mto wangu. Umevunja makubaliano yetu. Umeyakanyaga. Umeniamsha nilipokuwa nimelala. Sasa utalala wewe. Jefu, mbona haraka haraka? Unakoenda unakujua? Ndio napajua. Ingekuwa sipajui ningeenda. Mimi hapa ni mwenyeji. Tena nilikuwepo enzi za kale. Kipindi hiko watu warefu. Ina maana akitembea hatua moja anafika kule. Wewe unaniuliza napajua? Wewe mbona umetoka huko? Nimekuuliza unapajua? Sawa. Deni lako uliko unamdai marehemu alishakulipa? Sio kuyakanyaga tu, na uwezo hata wa kuyakojolea na usinifanye chochote. Kumbe na wewe ulikuwepo? Nilikuwepo ndio. Hapa sasa dada kanituma dawa. Kaniambia nikachukue dawa ya mkata kufa. Atanipa 1000. Pia atanipa 20,000 ambaye namdai marehemu. Wewe ndio utakuwa shahidi yangu, si ndio eh? Takuwa shahidi yako. Sawa. Lakini kuwa makini huko unakoenda. Jefu, njia uliyopita sio sahihi kwako. Yaani hapo ndio nazidi kunichanganya. Mbona wewe umetoka huko? Alafu unaniambia njia sio sahihi. Nimeshagundua njama zenu nyie. Mnaonekana nyinyi mnataka tu kuua nyinyi peke yenu. Sawa? Na hiyo nimeshaishtukia. Sasa naenda kuchukua hiyo dawa na dadangu akaue vizuri pale yule mtu ambaye anataka kamuue. Sasa ananiambia eti huko sio kuzuri. Mbona wewe uko hapa? Mbona uko hapa? Wewe vipi wewe? Kwanza unanichelesha muda. Kuwa makini. Kuwa makini. Mbona wewe hauko makini? Kuwa makini wewe kwanza. Kwanza wewe mtoto wa kike, afu ananiambia kuwa makini. Niwe makini wakati wewe ni mtoto wa kike. Mimi ndio nitakiwa nikwambie wewe makini. Lakini usisahau kwamba wewe utakuwa shahidi kuhusu yule marehemu ambaye namdai hela yangu. Sawa? Umeelewa? Kwanza usinicheleweshe. Yeye kuwa makini, kuwa makini. Upo chuchu. Upo nyonyo. Na usiniangalie bwana. Yeye. Afu no.
Mjomba, nini shida? Mjomba, nimeota ndoto kubwa sana. Ndoto? Lakini hii ndoto ni ya ukweli. Umeota nini sasa? Kuna maji matamu. Sasa ndipo sijui ni huku au huku. Unaenda wapi? Hivi ni macho yangu au naota? Hivi kuna warembo bado mnaishi porini? Naona kama nimerudishwa zama za zamani, zama za kale. Kumbe kuna warembo bado wazuri hivi mnaishi porini. Dada, nimekupenda sana. Nimeota Simfukwe anarudi hapa kijijini. Simfukwe? Fanya kitu mzuie asifike hapa kijijini. Kwenye hatari kubwa. Sawa mjomba, sawa. Tulia basi. Tulia. Simfukwe lazima nimtie mkononi. Naomba utulie. Sasa hivi. Sasa hivi. Kwani ulikuwa unaenda wapi? Siku na dadangu kanizingua, kaniambia eti niende nikatafute ile dawa inaitwa mkatakufa. Inaua hiyo, inaua vibaya. Mimi sipendi yaka mambo ya kuua, ila tu kwa kuwa na mdai aliniambia atanipa 1000 na mimi kuna marehemu na mdai 20,000 alisema atanipa zote, ndio maana naenda kuchukua. Ila mimi ingekuwa haka sasa, kwa mfano ndio kwa mfano ananiambia nikalete hiyo dawa mkatakufa, alafu nije akuue mrembo kama wewe. Basi pitia hapa. Alafu nitakukuta. Mimi nipo. Mambo vipi? Safi.
Najua umesubiria kitu hiki kwa muda mrefu sana. Kitu gani hicho? Kamote, naomba nikuulize swali moja. Uliza tu, hamna shida. Hivi unanipenda kweli? Sasa hicho ni kitu cha kuuliza. Labda nikupe siri tu. Yaani hapa ukinifungua pale katikati kwenye bandama kwa chini, utakuta kigodoro chako kimewekwa special, yaani kwa ajili ya kulala wewe nayekupenda. Ai jamani. Sawa Kamote, unatarajia kuniita mke wako sasa? Usiseme hivyo. Ila naomba unisaidie kitu kimoja. Ukifanikisha hilo, naweza kukuruhusu unifanye chochote kile unachotaka kwenye mwili wangu. Kitu gani hicho? Vipi? Mdogo wangu yuko wapi? Simfukwe. Maiti imechukuliwa. Sikiza nikwambie. Nimekataa kumpa mtu yoyote yule mdogo wangu kwa sababu nina shida naye. Polisi wamemtaka, nimekataa, na ndio maana nimetaka umlete. Sasa mbona unaletea mambo ambayo sielewi? Yuko wapi mdogo wangu? Sikiliza Simfukwe. Maiti imechukuliwa. Maiti nilikuwa naileta huku, lakini ghafla tu umekuja upepo wa ajabu. Sijui ni wapi maiti imeelekea. Najua wewe ni muwindaji bora, tena ni shujaa wa msituni. Mama, hapo shamaliza. Kawaida yangu mimi, cha kwanza niite Komando Kikofia au mwindaji Mabwanga. Kuna mnyama wangu nataka ukaniletee kule porini. We sema tu mnyama gani unamtaka, maana mimi sijawahi kushindwa na kitu chochote. Mnyama yoyote unaniagiza siogopi. Awe tembo, awe simba, awe chui. Bwana we, hata ukitaka ndovu mimi namleta nikiwa nimembeba hapa pegani. Sema unataka mnyama gani? Nataka ukaniletee Jefu hapa. Jefu? Jefu si binadamu we? Ni kweli ni binadamu, lakini nataka ukaniletee hapa. Na nimemwona sasa hivi akiingia porini. Labda nikwambie kitu kimoja. Sijawahi kushindwa na kitu. Kwa kuwa umenipa ofa, na leo ilikuwa ni siku yangu ambayo nilipanga iwe kama weekend, niende sehemu kidogo, at least mimi nikapoze mambo yangu. Lakini kwa kuwa umenipa ofa na nilivyo na mchenyego, mama ninavyokupenda, sikiliza. Nakuletea Jefu pala popote. Je, utanisubiri hapa au nitakuletea nyumbani? Kuna nyumba iko porini, ina geti la mabati. Utanikuta kule na kusubiri. Hamna shida. Shamaliza malikia wangu. Nakuletea. Je, nikuletea akiwa umekufa au nikuletee mzima? Nitaletea akiwa mzima. Unaletea hadithi za kufikirika. Unaletea vitu ambavyo sivielewi. Upepo unachukuaje mtu? Upepo unachukuaje mtu? Swali hilo ndio na mimi najiuliza. Ila naomba uniamini ninachokuambia. Kwa hiyo, haujaona hata alipoenda? Sielewi. Ghafla tu umekuja upepo, mimi nikasikia kizunguzungu. Nikashangaa niko chini, sijaona ni wapi alipoelekea. Okay, kuna mtu yote amekuona ukiingia hapa?
hakikisha mtu yoyote yule hajui mimi nilipo. Akikuuliza mtu yoyote yule usimwelekeze nilipo. Kama nitafahamika nilipo, tutaonana mimi na wewe. Naomba tushirikiane tuweze kumpata mdogo wangu. Sawa? Ondoka. Niambie, ulikuwa unachungulia nini hapa? Nakuuliza tena, ulikuwa unafanya nini katika msitu? Hamna kitu hivyo. Hatupo katika utani. Ulikuwa unachungulia nini? Mnanichanganya. Umefuata nini hapa? Mimi mwindaji. Umepita misitu yote, hapa ndo kuna wanyama wengi eh? Shobo eh? Unapenda kushobokea eh? Kwanza mtu anaingia katika msitu afiki mbali. Sijui kwa nini umekaa mpaka dakika hizi. Ulitakiwa kufa wewe. Jamani, nisameni mimi. Mkubwa hivi nafaa kuwa baba yenu. Nisemee hivyo, mkiniua mimi laana hiyo. Kuwa makini. Sawa. Sawa. Yote kwa sababu ya mapenzi hivyo. Habari, nilikuwa napanga nangu mkononi mimi. Nilikuwa nishawachinja. Na bahati tu panga lilidondoka. Come
Uli hapo hapo. Hebu acha masiara bwana. Niogope iko Kimanati tu iko. Mimi nadai 20,000 namdai marehemu na namdai dadangu 1,000. Kwa hiyo kaniambia atanipa hela zote nitakapompelekea hii dawa. Oh, unaleta dharau au sio? Aya. Nionaje? Kwanza ya kwanza hii. Bwana nipiga. Nimefanya nini sasa? Sasa sikiliza. Kabla sijakudusinywa na nyingine. Naomba we mwenyewe mguu kwa mguu, mkono kwa mkono. Tokea huko. Basi nakuja. Haya. Lakini Sogea hapo, hamna cha lakini Makatobe we. Kama njugu mawe. nikwambie basi. Mimi nadai hela yangu. Nadai 20,000 namdai marehemu. Nadai pia 1,000 nimeahidiwa nitaenda kupewa na dadangu. Nikipeleka haya majani, naomba basi unisamehe. Sikiliza. Wewe unadai pesa. Mimi nadai mchenyego. Tuaga na mchenyego wangu kwa kusikiliza yote mpaka nitoe mchenyego wangu. Hivi na mchenyego umezidi. Mimi nikitembea mpaka naona makalio yanabana. Haya. Haya. Ndio hapo. Bwana mimi sinaga mambo mengi jamani. Mtoto wa watu kampole. Luka nyuma. Nigeuke tena. Ni mtoto wa kiume lakini. Unataka kunifanya nini jamani? Nakwambia geuka nyuma. Nageuka. Lakini mbona mambo yamekuwa mengi? Haya, bongoka. Nibongoke tena? Unataka kunifanya nina mke lakini. Nakwambia bongoka wewe. Bongoka hapo. Lakini haya. Lala chini. Nilale chini tena? Mbona hivyo? Lala mwenyewe kama utaki kulala. Nakukomeka na panga. Nalala. Lakini mimi jamani. Haya, lala chini. Nilale. Lala chini. Haya, nalala. Ikiwa na mchenyevu, wataki kumsikiliza pumbavu yoyote. Kifurukuti hata kidogo. Hivyo hivyo. Mama, umenizaa mtoto wa kiume leo nitengeneza kwa mwanamke mama. Mama njeni okoe mama. Mtoto wa kiume lakini maisha ba. Kuangalia hivi man, takusherati. Anyway, ni tiketi ya penzi langu. Kwa hiyo tulia hivyo hivyo. Tulia. We twende huko. Nenda kutoa mchenyego. Nenda kutoa mchenyego bwana, we kutoa mchenyego ai. Toa mchenyego tena, we kutoa mchenyego. Toa mchenyego bwana, we kutoa mchenyego. Toa mchenyego bwana, we kutoa mchenyego. Nikapate mchenyego leo, nikapate mchenyego.
Weni tiketi ya mchenyego leo nikapate mchenyego, nikapate mchenyego leo we songa, nikapate mchenyego leo nikapate mchenyego. We twende leo huko, mimi nikapewe mchenyego. Ai shafika sehemu husika. Wewe kama nilivyokwambia, wewe ni tiketi ya mchenyego wangu. Yaani leo mwendo wa kuzagamua. Toma ndani. Wewe hata ufe kikubwa ushafika. Hapa simama. Mama. Ulia hivyo hivyo. Haya. Geuka. Hakikisha unapogeuka usionyeshe jicho lako kwa mchenyego wangu. Mtizame mimi. Tulia hapo. Wewe, chakwambia usimwangalie. Uwezekana fumba macho. Shuka. Safi sana jemedali wangu. Mpambanaji bora. Nilikwambia mimi ndio komando kikofia. Ukipenda niite Mabwanga. Nikitaka langu lazima nilitimize. Na hii yote ni kwa sababu ya mchenyego, na mchenyego miaka 3 hapa. Kwa hiyo leo hatimaye umeniletea mnyama wangu. Wewe, sina maneno mengi, nahitaji majani haya 3. Wewe, yale majani si yanaua? Mimi nimeyatupa kule porini. Mimi majani ya nini sasa yale? Unataka kuniua mimi au? Mabuba.
Afande, msubiri mara moja na kuja. Afande, twende kwa mwenyekiti mara moja, kuna shida. Sawa. Kanda tuondoke, kanda. Simcheleweshe huyo. Mkubwa kashafika, si ndio? Uwe kwa upanga. Pia sikusumbue. Unaionaje hiyo? Lazizi wangu, wewe sio na pressure. Huyo tutamuoa taratibu. Hata usijali, relax. Hamna shida. Mchenyego tu ndo nasumbua. Wewe, nimekwambia nahitaji majani haya matatu na yaomba. Nimekwambia majani matatu. Naomba majani matatu. Nimekwambia majani nimeyatupa. Mbona unanionea tu? Haya wewe. Funga bakuli lako. Hivi ulizani labda ukichatupa yale majani mimi nitayaacha? Kwa taarifa yako, niliyachukua kwa sababu ninachokutetea ni mchenyego. Na kama nilijua atakuja kuyahitaji. Simfuko nini? Nishakukataza usije nyumbani kwangu, mume wangu atajua. Mimi naelewa. Lakini hapa sijaje kwa ajili ya mahusiano. Kuna tatizo. Wakati natoka huko kuna watu wananifuatilia. Naomba unihifadhi kidogo, nitaondoka. Maskari. Sasa hivi dada. Salama. Wema mama. Wema. Tumemkuta mwenyekiti? Mwenyekiti? Yeah. Mumangu mimi? Yeah. Hayupo. Atarudi saa ngapi? Mara nyingi mchana au usiku, yaani kwa kifupi ana muda maalum. Sawa, iko hivi. Sisi tulikuja hapa tulikuwa tuna shida na mwenyekiti. Ya heri. Hamna shida mama, kuwa na amani. Ni mambo tu ya kuzungumza, si unajua kiongozi. Kwa hiyo basi tulikuwa tunaomba kama akirudi tumwambia askari alikuja. Kwa maana hiyo afanye juhudi atutafute leo kabla siku haijaisha. Tuna mazungumzo naye muhimu sana. Haina shida, itakuwa vizuri. Sawa. Haya, sisi tunaenda. Karibuni. Tunashukuru.
Abuba. Ndo haya. Kipenzi changu, ndo haya. Asante sana. Nimeamini wewe ni shujaa wa ukweli. Kwa sijali. Usiku nitakupa zawadi yako tena nzuri. Wacha wewe. Jamani, oi. Naona kama jua jachelewa. Alafu na wewe kuanzia leo utakaa na ile maiti ndani mpaka unakufa humo. Maiti? Ndio, utakaa na hiyo maiti ndani. Kisha unakufa humo. Haya, tutakaa na maiti. Hujaumia? Wapi? Nimeumia. Nilihakikisha hilo. Basi uende nyumbani ukajiandae, mimi usiku nitakuja. Hapo sawa. Hamna shida. Na nikitoka hapa naenda kupita kwa Mangi, nachukua kiwembe, napunguza mambo fulani ili ukija sasa wanja ukute kama kwa Mkapa unamelemeta. Sawa baby. Hebu muingize yule mnyama ndani. Kama usema hapo malikia wangu. Okay. Up. Mama juu. Haya. Songa mbele. Jehanamu hiyo. Bang'ang'a. Songa huko. Hili swali limeshakuwa gumu. Na mimi hapa nilipo tayari nimeshachanganyikiwa. Kuna kijana nimemtuma niletee maiti kule bondeni. Amesema imepotea ghafla bila kujua ni nani ambaye amechukua. Na maana hapa nilipo sielewi ni wapi nielekee. Hata askari wakinikamata sasa hivi. Simfuko juu kesi kubwa hii. Ni kweli ni kesi kwa sababu hata askari wakinikamata sasa hivi sina cha kuwapa. Sasa nafanyaje? Wameshaondoka. Wameondoka? Hapa nilikuwa najificha tu. Sasa nataka niondoke. Ila kama utanihitaji, nipo kule bondeni kwenye ile jumba tunakutanaga. Sawa. Mume wako sijui namsimulia kitu chochote. Ila maiti ndio hivyo imeshachukuliwa, sijui ni nani kachukua. Sasa mimi nimekuelewa. Ila kwa makini. Mnaenda hapo nyewe vikaragosi. Mnadhani nitaruhusu mwende kusema hiyo siri? Sitaruhusu mpaka mama yangu kipenzi afanye mambo yake. Lazima tuseme siri ya mama yako na kila mtu ajue mama yako ni nani. Alafu nani karagosi? Unatuchokonoa Na unataka kugundua kwamba nguvu zetu ziko wapi? Nadhani nyinyi mnaipotezea muda. Tangu zamani mlikuwa hapo mnatamani kujua mimi ni nani. Sio tulitaka kujua ni nani. Tulishajua wewe ni nani. Tulikuwa tunachemsha dawa yako. Sasa imechemka. Huu ni muda wa kunywa dawa. Sasa ngoja niwaonyeshe.
Uko chini ya ulinzi. Uko chini ya ulinzi. Shuka. Shuka chini. Shuka chini. Shuka. Shuka chini. Haraka. Weka mikono juu. Shuka chini. Geuka nyuma huko. Nyosha mikono juu. Weka mikono juu. Subiri. Ni wakina nani? Subiri. Huyo mnamshtumu ya kwamba muuaji, mnamwonea tu. Ukweli wote tunajua sisi. Ni wakina nani? Hilo swali sio la kuuliza mdako. Mkitaka mjue ukweli, tufanye haraka tukachukua ile maiti kabla haijazikwa, na ukweli wote ndio mtagewa hapo hapo. Afande, tusiwaamini hawa watoto. Inawezekana hizi ni njama ili tusifanikishe jambo letu. Sio njama jamani. Mnavyopoteza muda, unaweza hata maiti yenyewe ikazikwa. Tufanyeni haraka. Inawezekana. Piga magoti. Afande. Hivi tumegundua huyu jamaa hii maiti alificha ndani. Hivi ndio tulikopo tunabeba hii maiti tuweze kuileta kituo cha polisi. Huyu ndio mtuhumiwa na pamoja. Afande, hawa ni waongo. Hapa ninavyoniona wameniteka, na hapa tayari tushachimba shimo, ndio ilikuwa tunaenda kuizika hii maiti. Wauaji wakubwa nyie. Mwache, inatosha. Yuko chini ya mikono ya sheria. Mwache, inatosha. Mwache. Inatosha, mwache. Piga magoti. Shuka chini. Shuka chini. Shuka chini. Mwache, inatosha. Toka hapa. Nyosha mikono juu. Nyosha mikono juu. Weka mikono juu. Toka mbele, piga magoti. Piga magoti hapa. Piga magoti. Piga magoti hapo. Inatosha. Inatosha. Na wewe shuka chini hapo, muuaji na wewe pia. Unahusika, shuka chini. Nitakupatia, shuka chini. Shuka chini, wauaji wakubwa nyie. Inatosha. Hayo kwenye mikono ya sheria. Polisi. Subiri. Vipi mama, katika lile game letu, vipi, mshinde wewe ama sisi? Dada, umefeli tena, umefeli sana. Wauaji wakubwa nyie. Na hii maiti utaibeba mpaka kituo cha polisi ukatoe maelekezo vizuri kuhusu hii maiti. Sanyuka. Wasimama. Beba maiti upeleke kituoni. Inatosha. Tayari yuko kwenye mikono ya polisi, inatosha. Beba maiti. Ngoja.